Nipo na Nabii Meja nje ya uwanja wa KMC Complex mara baada ya mchezo kutamatika kati ya Young Africans dhidi ya JKT Tanzania ambao wamehoga goli 4-0 leo mbele ya Young Africans, na Young Africans amesharudi juu ya kilele cha msimamo wa ligi kuu ya NBC. Nabii Meja, uko vizuri? Niko poa kabisa. Uko njema kabisa. Fresh, furaha tele. Timu inafanya vizuri, timu inacheza vizuri, ndio vitu ambavyo sisi mashabiki tunataka. Sio ushindi tu bali ina idadi kubwa ya magoli mpaka hivi sasa. Young Africans magoli 11 katika mchezo wa 3 wa ligi. Hii ina tafsiri gani kwa upande wako Meja? Tafsiri nzuri kwa sababu kwa mechi ya leo ndio tumecheza na clean sheet, tumecheza vizuri, tumefunga idadi kubwa ya magoli. Ni namna ambavyo timu inaenda, na baadaye kwa namna tunavyocheza hivi, timu yote itakapokuja bila discipline inaweza ikambulia kipigo kikali sana. Hata leo wenyewe JKT kuna wakati walitaka kupishana na sisi, lakini baadaye kidogo wakagundua hilo, wakawacheza kwa discipline, ndio magoli yakabakiana. Lakini kiukweli tumecheza vizuri na timu tunayo. Naam. Hasira za kocha Mangoba Ngiti zimedhihirika katika benchi la ufundi, kwa maana timu imeshapata idadi kubwa ya magoli, lakini yeye unamuona bado anafoka kwa hasira kwamba anahitaji magoli hata zaidi ya kile ambacho anacho kwa muda huo. Ni kweli, ndio vizuri sana kwa sababu kuna makosa ambayo anayaona yeye kama kocha. Umeelewa? Yeye kama kocha kuna namna ambavyo anawaona wachezaji, amewafundisha vipi na nini anataka, kwa sababu unaweza ukatai kwenye pointi magoli yakakusaliti. Kwa hiyo mapema wakati ligi inaanza hivi, ukipata nafasi ya kumfunga mtu mfunge goli za kutosha. Kwa hiyo mimi kocha wetu mimi namuelewa sana. Ana maana gani? Kwamba magoli nayo acha pointi. Kuna wakati mnaweza mkatai kwenye pointi magoli yakahitajika. Kwa hiyo namna ambavyo kocha anahimiza timu iweze kufunga magoli mengi, mimi namuelewa kocha maana yake ni nini, kwa sababu hii ni ligi. Ni kweli tuko vizuri, lakini hata wapinzani wetu nao wanakuja, kwa sababu ukiangalia sisi tunashinda na wapinzani wetu wanashinda. Kwa hiyo kocha anavyotaka timu ifunge magoli mengi, mimi namuelewa. Niliangalia namna ambavyo Peter Shalulile alivyofunga bao na namna ya ushangiliaji wake, anaonyesha kabisa kuna kitu alikuwa anakisikia, kuna message alikuwa anaipata kutoka nje ya uwanja, pengine ilikuwa inamfanya apate hasira ya kile ambacho amekifanya siku ya leo. Kwa upande wako nini unakiona kwa Peter Shalulile baada ya kufunga bao siku ya leo? Shalulile anacheza kama mchezaji, afu anacheza kama mwalimu, alafu anacheza kama mtu wa hamasa. Ukimwangalia kama ukimwangalia kwa wasiwasi huwezi ukaelewa. Yaani anahamasisha wachezaji na unaona namna gani ambavyo ana kiu na goli. Na lile goli alikuwa amelitafuta muda mrefu sana na amefunga goli, kiukweli ni goli la uwezo mno. Yale magoli tunaona kwenye Premier League, tunaona La Liga wapi, goli la uwezo sana. Kwa mastreka ambao hawana tuseme damu ya ufungaji, uwezo ukafunga. Ni goli zuri na namna alivyoshangilia, umeona alikuwa analitafuta. Ni kweli naye anasikia kinachozungumzwa mtaani, kwamba amekuja lakini anafananishwa na striker yule Dumbia. Kwa hiyo nadhani zile hasira zile, nadhani angeachwa mpaka mwisho, yani mechi inaisha, nadhani angeweza kupata goli lingine. Mimi naamini kwenye hilo. Kwa hiyo sidhani hata yeye mwenyewe kama alitamani abaki mpaka mwisho pengine afunge goli lingine, ila Shalulile ni mtu sana. Ile goli alifunga goli la uwezo sana, uwezo mno. Kuna kitu itaongeza kwa Peter Shalulile kwenye michezo ijayo? Yani unajua changamoto ni nini? Kwa sasa mimi naamini Aziki atakapoanza kucheza Shalulile atafunga sana. Unaamini hivyo kwa nini? Naamini hivyo kwa sababu ukiangalia zile penetration kwa sababu hata ile goli umeona amefunga kwa uwezo sana. Si kwamba ile penetration bado hamna, yani namba 10 ambaye anaanza, ambaye anapiga ile mipira ya mwisho. Naamini akianza Aziki mechi yote Shalulile anaweza akafunga magoli mengi sana. Endeleeni kumkaba Peter Shalulile. Hii ni kauli ya Ali Shaban Kamwe. Ina tafsiri gani kwako Meja? Maana yake kwa sasa namna ambavyo unaona timu yetu yoyote anaweza kufunga. Kwa hiyo ukimkaba Shalulile maana yake unajitafutia matatizo mengine sehemu nyingine, kwa sababu na wewe pia unapunguza mchezaji mmoja. Yaani utafanya marking, kwa sababu hata JKT leo walifanya marking sana kwa Shalulile kipindi cha kwanza, lakini mwisho wa siku namna ambavyo wameenda kwa hukumu, sababu ni mchezaji ambaye anacheza kwenye nafasi. Na nafasi anajua, yani kwa mfano ile la mwisho alikuwa na, yani sijui ni bahati mbaya tu, lakini alikuwa na uwezo wa kupata goli lingine. Ni namna ambavyo anakaa kwenye nafasi. Shalulile ni mtu sana. Yani pale tumepata mtu hata kama hajafunga, lakini the way unavyoona mikimbio yake na anavuta nafasi, unaona kabisa kuna mtu. Yani kuna mtu na uwezo anao, anakaa na mali, anahamasisha wachezaji wenzie. Kikweli pale tumepata mchezaji.
Albert Kangwanda, naweza nikatafsiri hiki ambacho kinaendelea kwa upande wake ni wastani wa goli moja kwa kila mchezo. Kwa upande wako nini ambacho unakiona? Ametoka kuwa MVP katika ligi aliyotoka mara baada ya kujiunga na Young Africans ligi kuu ya pale Zambia, na akiwa na idadi kubwa ya magoli, na hapa anakuja anafunga mabao. Au mtu balaa sana. Yaani huyo mtu Kangwanda hatari sana jamaa. Anajua sana mpira. Yaani kwa kifupi, yaani kwenye winga au jamaa anaweza. Kwa sababu ana uwezo wa kushambulia, kupiga chenga na uwezo wa kufunga. Kitu ambacho Yanga kwa msimu uliopita tulikuwa tunakosa mtu wa design hiyo. Yaani Kangwanda ni mchezaji ambaye tangu mechi ya kwanza ile acha ngao, yaani mechi ya kwanza ya utambulisho. Tumeenda kucheza ngao kule. Umeona kama kila mechi unaona kabisa ni mchezaji ambaye ana uwezo. Yule hatari. Kangwanda mchezaji hapa tumepata mchezaji. Turudi kwa Zakwani, tunazungumzia hizi sajili ambazo zimefanyika kwenye dirisha kubwa. Inaonekana Young Africans kama zinaanza kulipa, lakini bado najua madeni yapo. Tumwangalie pia Zakwani, assist nyingine katika mchezo mwingine, assist ya 3 kwenye ligi kuu ya NBC. Nini ambacho unakiona kwake? Bana, hawa wachezaji wawili ambao unawataja ni hatari tupu. Na sasa ndio nafikiria sasa kina Mzinzi wakija wakirudi nafasi wanazipataje? Yaani kiukweli naamini kwa sababu wao wanajua kwamba wamesajiliwa, lakini bado kuna wachezaji wengine wakali kwenye nafasi hizo. Umeelewa? Kwa sababu bado hapo kuna kina Mwijage wakina nani nao kwenye nafasi hizo. Kwa hiyo Zakwani, Kangwanda ni wachezaji ambao katika kipindi kifupi, ujue msimu uliopita hatukubahatika kwenye usajili, tulisajili wachezaji wengi lakini hawakuonyesha. Lakini kwa sasa ukiangalia kama wachezaji wawili ambao bado hawajawaka, yule beki wetu nani Komara na huyu Fredi Ngoma ndio ambao bado hawajapata nafasi vizuri wakatuonyesha. Lakini usajili wengine wote ulio ambao tumesajili wachezaji wa kigeni wote umelipa. Na inatokea yani hii kwetu sisi ni bahati kwa kipindi hiki. Kwa sababu unaweza kusajili wachezaji lakini wasikupe kile ambacho anachokitaji. Zakwani ni mchezaji ambaye kila mechi unamwona namna ambavyo anaonyesha mchango wake. Kwa huku na Zakwani, huku na Kangwanda, hapa mbele una Shalulile, hapa akija akisimama Aziz Ki, tutakuwa tunavuta sigara tu. Bado makombola ya zamani yanaifaidisha Young Africans. Yao kwa Toula. Kiwango bora katika kila mchezo ambao anapata nafasi. Yani Yao Kwasi analipa deni. Msimu uliopita tukumfaidi. Umeelewa? Alikuwa yuko injury. Kwa sasa analipa deni. Na anajua kwa nini yuko hapo. Unajua hawa wachezaji wa kimataifa ambao wanajitambua, yeye anakuwa ni kama daraja. Umeelewa? Anataka aonyeshe ili aweze kupita aende kwenye timu nyingine. Umeelewa? Kwa hiyo naamini Yao Kwasi ukiangalia kwenye eneo lake hana usumbufu sana. Sasa je, kwa mfano angekuwa na mchezaji msumbufu unafikiri ingekwaje? Yao Kwasi kiukweli anaonyesha kwamba ni namna gani usajili wake haukuwa wa kupepesa macho. Kwa sasa anatulipa deni letu la msimu uliopita wakati yuko injury. Naam. Nabii Meja, mnyama Simba ameshahama pale uwanja wa Uhuru na hajacheza mchezo wowote katika uwanja ule. Young Africans naye hakucheza mchezo wote katika uwanja ule na alitangaza kwamba mechi zake za nyumbani ama ilitangazwa wazi atatumia uwanja ule. Hii inaleta tafsiri gani? Kaelekea kule Meja Jenerali Samuel. Hizo ndo unanipa wewe. Labda kwa sababu hata sisi tulivyocheza pale mechi yetu ya Yanga Day hatukushinda na labda pengine tuliondoka tukaja huku na wao pia hawakushinda, wakaamua kwenda Meja Samuel. Kwa sababu hizi timu Simba na Yanga mara nyingi zinahitaji matokeo ili kutengeneza utulivu kwenye klabu. Umeelewa? Kwa hiyo kama wao wameona kwamba uwanja wa Uhuru kwa wao sio hauwapi mananili, wao wanapokwenda. Lakini mimi natamani hii mechi ya dabi tungeipiga hapa KMC. Yaani mechi ya dabi ya mwezi wa 10? Hii tuanyanyase vizuri. Hapa KMC? Alafu tiketi tuanze kuzinunua sisi mapema. Anatosha hapa Meja? Sio swala la kutosha. Si hapa tunataka matokeo. Swala la kutosha sisi tunataka matokeo. Kwa hiyo nadhani viongozi wa Yanga wanaweza wakafanya jambo kwa sababu sisi ndio wenyeji bwana. Tuje tucheze tu hapa. Game ipigwe hapa. Tuonyeshane. Ubaya ubwela. Ubaya ubwela kwa wao. Lakini mimi natamani game ipigwe hapa. Lakini kama wameenda kule Meja Samuel, lakini kiukweli ule ni uwanja mzuri ila miundombinu ya umbali kutoka maeneo ambayo mashabiki wao kwa sababu mwanzo walikuwa wanalalamika vile. Walikuwa wanalalamika umbali. Umeelewa?
nadhani serikali ama eneo la karibu wangetengeneza miundombinu rafiki ya kufanya usafiri unafika kule. Ni uwanja mzuri, uko eneo zuri, lakini usafiri ni changamoto sana, kwa sababu kwa mtu ambaye unatoka maeneo kama Mbagala, unatoka labda yani nje ya mji, kwa maana ya kule nanili maeneo ya kwao kule kwenye uwanja, unapata shida sana kwenye usafiri, hasa mechi ikipigwa majira ya usiku. Ni changamoto kubwa sana. Simba wameshuka kwenye msimamo kwa hivi sasa, tunazungumza Young Africans ndio wamekaa juu kwa idadi kubwa ya magoli. Tutarajie mambo kwenda hivi mpaka kufika mbali zaidi, au mpaka kufika nusu ya msimu? Unajua kuna kitu hujakifahamu Simba wao resi yao ni kwenye nafasi ya pili. Umeelewa? Yaani nafasi ya pili na ya tatu ndio eneo lao ambalo wenyewe wako comfortable. Kwa nafasi ya kwanza ni Yanga, ni kawaida. Kwa hiyo kushuka nafasi ya pili, na watashuka sana, kwa sababu unaweza ukashangaa wamehama pale, wameelekea kule na Meja Isamuyo alafu akadumisha pointi kwenye hizi mechi tano. Sidhani kama mnyama anaweza kukaa salama. Mechi 5. Naam. Na 2 zimebakia kwenye 5 hizo. Yaani kwenye hizi 5, kwa sababu ana mechi hiyo na hao Wagosi wa Kaya, alafu ana mechi na Azam. Katika hizo mechi 5 kuna moja tu machozi yatamtoka. Yaani hiyo kwenye nafasi ya kwanza, yani kileleni, maana yake hapo yeye ni asahau, kwa sababu kwa namna ambavyo Yanga sisi tunacheza hatuna huruma. Kila mechi kwetu sisi ni kama finali. Nashukuru sana Nabii Meja. Asante.